Lakini pia kuna hali inaenda kutokea kama nilivyosema, mvua zisizo za kawaida ambazo zitakuwa zinakuja na kukata. Kutakuwa na hali ya vitu visivyo vya kawaida kutokea wakati wa mvua hii, na nikuombea sana. Wakizungumzia kazi ya hiyo, wasafiri watumiao barabara hiyo pamoja na wananchi wa eneo hilo wameiomba serikali kuona namna ya kutengenezwa daraja la kudumu. Tumepita jana kupeleka kwenye majira ya saa 3 usiku wa kuamkia leo. Mvua hii imenyesha mpaka asubuhi saa 1 na ikasababisha hili daraja kukatika, na mpaka sasa hapa kuna watu wanateseka sana. Hata hivyo, hivi karibuni Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega akiwa wilayani Malinyi ameeleza serikali kutatua changamoto. Ndugu wananchi, kama mnavyoona hali ilivyo sasa, kwamba tumepata madhara haya makubwa ya mvua ambazo zilianzia jana usiku majira ya saa 2. Kwa sababu mvua hizi zimenyesha milimani, kwa hiyo zimeleta maji mengi, zimeleta magogo na zimeathiri sana kwenye barabara kubwa hii ya Moshi Arusha. Magari yalishindwa kupita, lakini naomba kwa dhati nishukuru vyombo vyangu vya ulinzi na usalama, kamanda wa polisi wa mkoa ambaye tunaye hapa, kamanda wa jeshi la zimamoto ambaye tunaye hapa, lakini mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Mara baada ya kupata taarifa hii nilisema viletu vifaa pamoja na wenzetu wa TANROADS. Mpaka sasa kwa taarifa alizonipa kamanda nilizonazo kwamba tumepoteza wananchi wetu 3, kina mama 2 na mtoto mmoja. Wameangukiwa na nyumba huko juu Mbokom kwa sababu ya kuta zile ambazo zilikuwa zimeroa sana, landslide yakaleta hayo maporomoko, na bahati mbaya tumewapoteza hao watu. Kuwepo kwa tukio la maji kuzingira makazi ya watu, lakini pia ili daraja ambalo tulipo eneo la Kibororoni, katika kata ya Kibororoni manispaa ya Moshi, daraja liliziba kutokana na magogo mengi ambayo yalishuka kutokana na mvua zilizonyesha na maji kutoka milimani. Kwa hiyo daraja likaziba na ile njia ya kawaida ya maji kupita ikawa haipitiki. Kwa hivyo zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali katikati ya jiji la Mbeya imesababisha baadhi ya maeneo kuwa na madimbwi kutokana na uharibifu wa mionyesha. Kwa majina inaitwa Isaka Bruno, bodaboda wa stendi ya Tukuyu. Lakini tunashukuru mtu amejitolea. Tunamshukuru sana. Yaani mpaka maji yalikuwa yanajaa sana, narudi nyumbani huko, yanaingia mpaka dukani, yanaingia nyumbani. Tunamshukuru sana huyu. Wanafunzi nao mafuriko yamekuja usiku kuanzia kama masaa kama 8 hivi. Watu wakashindwa kupita na magari, watu wameshindwa mpaka kufanya shughuli zao. Daraja limekuwa dogo hili, sasa maji yametoka kwa juu.